Tusaidie Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni kupokea ujumbe ambao uliletwa na malaika Gabriel kwa Mariamu, na vile huo ujumbe katika mahubiri ambayo tunayo, nitazungumzia kuna utangulizi wa kuelezea, kuna utangulizi, kuna kutembelewa, Mary visited by angel Gabriel, vile Maria itembelewa na akasalimiwa na akapewa ujumbe, ikiwa ni point moja. Na hiyo ingine ni ungumu, the perplexity and the angel's answer. The perplexity, ule uzito alikuwa nao wa kufikiria hilo jambo na hata pia kulikubali, na majibu ambayo alimrudishia au alimpea huyo malaika. Na pia hiyo ya tatu, Mary's humble submission na implication, kule kunyenyekea na kukumbali huo ujumbe, na pia yale ambayo yalitokea au yangetokea kwa yeye mwenyewe kukubali hilo jambo, maisha yake, harusi yake wakati ule, na maisha ya ndoa yake. Na mwisho ni mambo the significance of the virgin birth. Huu ubikira, the virgin birth, ina maana gani katika imani yetu sisi kama Wakristo? Na mwisho ni the conclusion, ni kutimiza au the conclusion. Hii ndio ikuwa ya mwisho. Katika ujumbe ambao tunao katika siku hii ya leo, unatuelekeza juu ya hii ahadi au juu ya ujumbe huu Mariamu alipelekewa na huyu Gabrieli malaika. Na pia linatuelekeza jambo ambalo yeye mwenyewe hakuwa amefikiria
katika maisha yake ni jambo lilimtutua sana, na kule kujibu kwake. Pia mahubiri hii ya leo inatuelezea juu ya vile tunavyoweza kutimiza au ahadi za Mungu, na pia kunyenyekea katika mapenzi na katika mpango wa Mungu. Na pia linatuelezea vile Mungu hututumia sisi kama binadamu katika mipango yetu, na hata pia tunapoishi vile, na tumeweka mipango yetu yoyote, vile Mungu yeye mwenyewe anaweza kuingilia au kuingia katika hayo mambo ambayo tunapoishi katika maisha yetu ya kawaida, kama vile Yusufu na Mariamu walikuwa katika harakati zao za kuona na katika mipangilio yote ya harusi yao. Na inatukumbusha ya kwamba kuna wengine siye peke yake kama Zakaria na Elizabeth, vile Mungu aliingia tu katika miaka yao ambayo ilikuwa imeendelea, na katika utumishi wake Zakaria in the temple at the altar, akampata kule na wakaambia kwamba watakuwa wazazi, watamzaa Yohana Mbatizaji. Pia tunaona mzee mkongwe Ibrahim, baba wetu wa imani, na mke wake Sara, vile pia katika huduma zao Mungu aliwatumia. How God can use us in our own situations, in our own time. Inatukumbusha mambo kama hayo, ya kwamba katika maisha yetu tukae maisha ambao ni matakatifu, inayofaa, ambao inaweza kutumika na Mungu na hata pia kwa watu wengine. Tunaona ya kwamba katika somo letu ni ya kwamba Mary katika hali yake ya maisha, malaika akatumwa kwake, akapelekewa salamu, na kule kupelekewa salamu na hata salamu zenyewe, na mwenye kuleta yeye akashtuka na akwambia kwamba usiogope, kwa sababu Mungu yu pamoja na wewe, and you are favored. You are favored. Na pia mtume akamwambia kwamba wewe utashika mimba na utamzaa mtoto ambaye utamuita Yesu Kristo. Na akamwelezea kama vile tumesomewa, if you look at the paraphrase, alisomewa vile huyo mtoto atakapokuwa, hata anampeleka mpaka kwa Daudi mwenyewe, na hiyo kombo ni kama ahadi ambazo wana wa Israeli walikuwa wameahidiwa, ni katika yeye ambazo zitatimika. Lakini alipoambia haya mambo na juu ya huyo mtoto, vile atamiliki katika nyumba ya Yakobo na Daudi, na hata ufalme wake utakuwa wa milele na milele. Hizi salamu hazikuwa ni salamu za kawaida, kama vile unaambia mtu hujambo na unasema si njambo. In no way you tell somebody hello or how are you, vile tumetumika, lakini ni salamu ambazo zilikuwa na ujumbe, ni salamu ambazo zilikuwa ni za kipekee. Na vile ilivyo ni ya kwamba Mungu anapotaka kukuambia jambo au akitaka kutekeleza jambo fulani katika maisha yako, he addresses your fears. Kwa sababu fear au huo uoga was real in the life of Mary. Ni kweli, kwa sababu ni mambo ya kushtuka.
Kwa sababu ikiwa umeposwa, if you are engaged, kulingana na sheria na desturi za Wayahudi, wewe ulikuwa mke wa mtu. Na kule kuposwa, the betrothal, ilikuwa ni kama harusi yenyewe. Na ikiwa inafika wakati ambapo mnaweza kuahirisha, if you want to break engagement, ni kama vile process ilikuwa pia ya kupea mtu taraka. You go the same process. Hata wewe ukiwa wewe ni mwanamke au ni msichana na muko katika hiyo hali ya engagement, nifike wakati mume wako kabla hamjaoana akufe, wewe ulikuwa unaonekana wewe ni kama mjane, referred as a virgin widow. Kwa hivyo huyu msichana kuambiwa ya kwamba ati yeye atashika mimba na ataendelea kuwa mwaminifu, hii haikuwa ni jambo rahisi hata kulikumbali lenyewe. Lakini tunaona yeye mwenyewe alikubali, na alipokubali hilo jambo ni kama alikubali ya kwamba, kama vile ilivyokuwa sheria kwamba, kwa sababu mtu akishiriki katika hili jambo ilikuwa ni kama umeshiriki katika usharati, na usharati katika mila zao ilikuwa ya kwamba hawa wawili walikuwa wanapigwa mawe. Ni kama alikubali ikiwa ni kupigwa. Na mnajua ya kwamba hata katika mila zetu hili jambo halikuwa jambo rahisi. In very many communities, in my own community, if you are engaged, ikiwa kuna matarajio ya kuoana, hata pia upate mtoto, kabla upate mtoto ilikuwa ya kwamba, au kabla hujaolewa ilikuwa ya kwamba you become second hand. Wale ambao wanaongea lugha yangu na watu kagesha okio, either in a process au umepata mtoto. I think in the Meru community where I worked one time, yao ilikuwa mbaya zaidi, kwa sababu wale ambao hawakuwa wamepasha tohara ilikuwa ya kwamba they were crucified at the crossroads. Nasema Meru, lakini nilifanya some research. Ilikuwa ni kuuawa wao na huyo mtoto. It was very painful. Hata kumtoa huyo mtoto ikiwa hamjata mpapasha hatari nyinyi wawili. You can see the Jews ni mawe. My own community na zile zingine ukiangalia mambo ya utakatifu ilikuwa ni jambo la maana, ubikira. Lakini huyo mama alisema, ikiwa ni Mungu ambaye amesema na mimi mtumishi wake, mjakazi wake, mimi nimekubali. She started contending with faith. Lakini kwa hivyo inaonekana ya kwamba Mungu anaweza kuingia katika mipango. He can be able to enter in our own plans na kushiriki hiyo mipangilio yetu, na yeye mwenyewe hutenda kazi. Na yeye hakujali, he went even beyond the culture of betrothal, the consequences yale ambayo yangetokea, the cost alikuwa yeye mwenyewe amechukua. Hii inaonyesha ya kwamba Mungu in our ordinary life, hawa wawili Yusufu na Mariamu walikuwa wanaishi maisha yao ya kawaida, in the ordinary life, katika mambo yetu. Na vile Mungu katika mipangilio yetu and the quality of life, na katika mienendo yetu, mambo yale mengine akaifanya
an extraordinary marriage are the plans. Na ndivyo Mungu anataka ya kwamba tuishi maisha productive with good quality of life, maisha ya kumpendeza, na hata katika mipangilio yetu na katika maisha yetu, kwa sababu hili jambo ya ubikira, the virgin birth, it is very controversial. Ni jambo hata wale ambao tunafundisha, wale ambao tunaamini hili jambo, the virgin birth, na kwa njia nyingine ya kwamba ni jambo ambalo tumepatana kidogo na Waislamu. Hata hao wanakubali mambo ya Mariamu na hata kusaliwa kwa Yesu. Ili ambao wanakataa ni mambo ya yeye alikuwa mwana wa Mungu. It's very controversial. Na vile Mungu yeye mwenyewe, the incarnation, alifanyika binadamu na katika Yesu, na kawa he is fully God and fully human, the dual natures, hata katika biolojia na hata katika imani vile ilivyo. Lakini inaonekana ya kwamba wakati huu hili jambo lilitendeka. Na hii ina maana gani? Kusema ya kwamba Jesus was born of Mary. Yesu alizaliwa na Mariamu bila kuonana na mwanamume, na kwa hivyo kuzaliwa kwake kulikuwa ni maarufu, kulikuwa so special, kulikuwa kwa kawaida. Na kwa sababu alikuwa amekuja kufanya kazi isiyo ile ya kawaida, kazi ilikuwa is special, tunaona vile vile. Na ndivyo ukiangalia katika hii mti, the family tree ya Yesu mwenyewe, what we call the genealogy, ambayo imeandikwa katika Mathayo mlango wa 1 aya ya 1 hadi 17, na katika Luka 3 aya 23 na 38, tunaona ya kwamba the genealogy, the family tree, imetoka kutoka kwa Yusufu. That's where they begin. Unaona wengine ambao sitaki kuongea hayo wameanza kutoka kwa Adam, lakini hawa wanaanza kutoka hapo. Na tunaona ya kwamba katika maisha na hata pia katika ministry ya Yesu mwenyewe, kama Mathayo 13 na aya ya 55 na Yohana 6 na 42, tunaona ya kwamba inasema ya kwamba Yesu alikuwa mwana au the son of Joseph. Na hata wakati ambapo alikuwa amepotea, wakati ule wa miaka 12, Mariamu mwenyewe anamuita mtoto wa Yusufu, the son of Joseph. Luke chapter 2 verse 48. Wale wengine walikuja baadaye kama Paulo katika Wagalatia 4 na mlango wa 4, anamuita yeye ni mwana wa mwanamke. Na Paulo yeye mwenyewe walifatu Jesus, anasema ya kwamba he is a new Adam. Anasema ya kwamba ni Adam mpya. Na ukiangalia pia katika katika imani zao hayo Wayahudi, katika kuzaliwa kwa mtoto watu watatu walihusika: mume na mke na roho wa Mungu. Mambo haya matatu ni mambo yalikuwa ni muhimu, na tunaona ya kwamba hapa, hata ikawa mambo hayo yalikuwa yamehusika, ilikuwa na tofauti na zile zingine na kule kuzaliwa kwa wale wengine. Na kwa hivyo Mariamu mwenyewe amekuwa mfano kwetu na katika Biblia kwa mambo matatu: mtu ambaye alikuwa ni wa imani, somebody who was of faith, the purity, alikuwa mtakatifu na mtiifu. Mambo matatu inaonekana katika huyu, na yeye mwenyewe kwa sababu ya kukubali, Mungu akaja hapa katika ulimwengu. Na ndipo tunasoma katika Yohana mtakatifu mlango wa 1
aya ya kwanza na aya ya 14, vile neno la Mungu lilifanyika binadamu. How the word of God became flesh and lived among us. Kwa hivyo Biblia inaonyesha mambo haya yote, na tunaona ya kwamba kule kuwa na tofauti kukuzaliwa kwake inaonyesha ya kwamba yeye hakuwa na dhambi yeyote. He was sinless. Ni yule ambaye hakuwa na dhambi akaja kuwaokoa walipokuwa na dhambi. Na ndipo katika hata kuzaliwa kwake Mathayo mlango wa 1:21 inasema ya kwamba yule ambaye atazaliwa atakuwa mwokozi wa kutoka kwa dhambi zetu. Na Yesu alipokuwa katika ministry yake na akaenda kumtembelea Zakayo 19 na aya ya 10, alisema, I have come to seek and to save. Nimekuja mimi mwenyewe kutafuta na hata pia kuokoa waliopotea. Ndugu zangu na dada zangu, we should not fear God's plan, even when it interrupts our lives and plan. Tusiogope katika maisha yetu Mungu anapochukua mipango yetu, hata ingawa inaonekana kama inaingilia, or no, it disrupts maisha yetu, kwa sababu kukubali kunakuwa na baraka. Wale ambao wamepata mwito katika jambo fulani, kukubali na kuacha mambo yao na maisha yao, wamepata baraka nyingi. So mwito wa Mungu na mapenzi yako kufanyika katika maisha yako huleta the grace of God, ni kuleta neema za Mungu katika maisha yako. Yusufu na Mariamu, Mungu akachukua their wedding process and arrangement, mipangilio yote ya harusi yao, very ordinary, ikatumika kutimiza hili jambo. Naye Mariamu yeye mwenyewe kusema yes, nimekubali, it unlocked God's plan and purposes for salvation. Hii kusema hivyo ilileta ubadiliko katika maisha yake na hata pia katika maisha yote ya dunia, naye akakubali kutumika. Hili jambo tunasema the virgin birth. Linasemaje? Lina maana gani? Lile ilivyo ni ya kwamba ni njia, it is a mechanism ile Mungu ye mwenyewe alitumia ili mwana wake, the eternal son Jesus Christ, akafanyika binadamu. Na yeye kufanyika kwake alifanyika without inheriting, bila uwepo wa mume katika hili jambo, kwa mambo peke yake na Roho Mtakatifu. Made conceived by the Holy Spirit. There's no involvement. Na kufanyika kwa jambo hili, yeye hakuwa na dhambi ile ya Adam, the original sin. Hakuzaliwa mimi nilizaliwa with the human nature ya mwanamume na mwanamke, na zile dhambi ya the original sin. Yeye mwenyewe, yeye mwanamume hakuhusika. Ni Mungu na Roho Mtakatifu na utakatifu wake. Na kwa hivyo yeye kuzaliwa kwake, yeye hakuwa na dhambi. He was sinless. And this is what we call the virgin birth. Lakini yeye alikuwa fully binadamu katika maumbile yake na mambo yote. Alizaliwa kama wale watoto wale wengine wanapozaliwa, in the birth canal, vile mtoto anazaliwa. And what makes him to be so special and to imagine ya kwamba mwanamume hakuhusika, na kwa hivyo yeye hakuwa na dhambi ya Adam, the original sin. That's why yeye ndiye ambaye alikuwa na uwezo
au kutuokoa kutokana na dhambi zetu. Na ndipo unamwona ya kwamba Paulo anasema he is the new Adam. It is the beginning of humanity, or new humanity. It is the start of a new life. Na ndipo hata Paulo wewe mwenyewe wakati wake katika 2 Corinthians, hata katika 2 Corinthians chapter 5 verse 17 anasema ya kwamba wewe unamokubali Yesu Kristo, yale mambo ya mbele huisha na kuondoka katika maisha yako. Unapokubali unakuwa kiumbe kipya. When you accept Jesus Christ as the Lord and Savior of our life, you become a new creature, and you have a new beginning and a new humanity. Na hii ndio ina maana. This is what it really. He bridges. Yeye akawa kama daraja ya kutufikia kwa Mungu. Wale watu ambao walikuwa wametenganishwa na dhambi maisha yao. Na hii ndio ya kwamba through this supernatural, divine and miraculous intervention, hili jambo ambalo halikuwa la kawaida, likuwa takatifu, la muujiza, Mungu kuingia, kulimfanya mwana wake mwenyewe asiwe na dhambi yoyote, na kwa hivyo akawa mpatanishi, and the beginning of the new humanity, the start of a new process. Ikawa ni chanzo cha redemptive plan, yule mpango wa Mungu alikuwa nao wa kuokoa ulimwengu. We needed a sinless. Tulikuwa ya kwamba ni lazima tuwe na mtu ambaye hakuwa na dhambi, alikuwa amekubalika ili aweze kuwaokoa wenye dhambi na wale walikuwa wamepotea katika dhambi. Mfano kidogo, ikiwa leo umewekwa katika cells au katika njera, unajua kwamba unapowekwa cells au njera unanyang'anywa kila kitu, pesa, kila kitu, huna chochote. Na hata ukisimama kule mahakamani au you in the jail, ikiwa unataka kutoka jail, ni lazima kuwekwa na mtu mwingine ambaye wewe mwenyewe hana hatia, aje akulipie na kuletea ile fine. Si ndio namna hiyo? Lakini ukiwa ndani huna chochote, si ndio? We were hopeless in the darkness. Kwa hivyo ilikuwa ni mtu mwingine ambaye hakuwa ametenda dhambi, kuzaliwa kwake na maisha yake, ili aweze yeye mwenyewe kututoa katika hizo dhambi. So we are a new creature in Jesus Christ tunapomkubali yeye mwenyewe. Na kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu, Yesu alipokuwa hapa duniani na alipokuwa anaongea juu ya ufalme wa Mungu, mfano mzuri alipeana mmoja ni wale wanamwali wale 10, the 10 virgins, wale bikira 10. Remember that parable. Pia Yohana the evangelist katika kitabu cha Ufunuo anaongea juu ya the bride of Christ. Anaongea mambo mazito sana. Anasema ya kwamba the wedding, anaongea juu ya wedding garment ambayo haina madoadoa, the spotless, without any wrinkle, hakuna mahali imeshikana hata kidogo, and washed by the blood of the lamb. Revelation chapter verse 19 and even verse chapter 22. So we need all to be virgins, to be holy, to be pure, to be righteous, to be upright. It was for that purpose that Jesus was born by a virgin and sinless lady to come and save us. Je, tungetaka kujiuliza maisha yetu ya ndoa iko namna gani katika siku hizi?
how our processes, how is our process? Okay, I don't not go away from the camera. How is our processes? Mipangilio yetu ya ndoa siku hizi, vijana, ndoa zetu siku namna gani? Wasichana na vijana sinaweza kutumika. What about those couples? Maisha yetu ya ndoa, maisha yetu ya familia iko namna gani? Tujiulize. How is our families? Angalia, hii ndio familia ya Yusufu na Mariamu. Ndio ilitumika kumlea Yesu na kutenda kazi na kumwandaa ili akuje akamilishe kazi yote ya wokovu. How are we conducting our families, our homes? Unaweza kutoka mtu wa maana. How busy we are and how we are. How is the quality of our life? Are we living a productive life? The quality of life, our behavior, the way we do things, the way we live, how we. Jesus, he brings this message to us that he wants us to be holy. He wants purity in our homes. Home is very, very important. Ukipata shida, tunauliza mambo mengi. Huyu alizaliwa wapi, ametoka wapi, wazazi wake ni kina nani? We ask the background. How is the background of your children? What kind of the background are you giving your children? How are you yourself? Where live you? Na kama Mkristo, Mwenyezi Mungu anene nasi katika hili neno. Tunapojiandaa katika wakati huu wa mzimu wa Kristo, wa Christmas, neno la Mariamu litujenge, litusaidie kule kutii maisha yake na vile alivyotumika. Na hata pia Yusufu malaika alipoenda kwake, akajua mpangilio wa Mungu katika mke wake na maisha yao, alikubali hilo jambo. This couple was used by God. Almighty God, lead us and guide us at this particular time that we are celebrating, and let this message itusaidie kubadilisha maisha yetu, menendo yetu. Na ningeomba kanisa tusimame wakati huu tuweze kuomba kwa ajili ya neno hili. Na tunapoomba tukitaka kufikiria hili neno na huyo mwanamwali, utiifu, maisha yake matakatifu, ubikira wake, kujitoa kwake na kukubali mpango wa Mungu na kukubali kutumika kama chombo ili Mungu akatumika aje hapa ulimwenguni na sikuishi hata huyo mtoto Yesu kulelewa na kukaa. So we want to reflect and to meditate upon our lives, vile tunavyokaa, vile tunavyoishi. Tuombe kwamba Roho wa Mungu akuje kwetu, anene nasi, atunene katika hili jambo. Na hii katika hili jambo, katika mahitaji yetu na hoja zetu, pia tumwambie, kwa sababu ni hiyo sababu ambayo umetufanya tuje hapa. Tuombe. Mwenyezi Mungu, Baba wetu, shukuru katika siku hii ya leo, usikie huu ujumbe wa malaika kwa Mary. Bila ulibadilisha maisha ya Mary, na Baba ukatekeleza mambo mengi katika maisha yake. Wokovu wa ulimwengu ukauleta kupitia mipangilio yao, na hata wewe mwenye kuja hapa duniani, nasi kama vyombo ungetaka kututumia kulingana na maisha yetu vile tunavyoishi. Hawa watu wako wamesimama hapa, wengine wanahonja, nyingi wana mahitaji, na ulituambia kwamba
utayatenda na kuyafanya kulingana na mapenzi yako. Yote ambao wamenena kwako, yao iliwaleta, uzungumzie. Hili neno liwe kwetu, ni ujumbe ambao umetoka kwako, utubadilishe na utujenge. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu.